Wapendwa na wapenzi watazamaji wa vipindi vyetu vya Mbugi TV online television, sisi kama Wakatoliki na tunawakilisha jamii kwa ujumla, tukilenga kufundisha maadili ya kumjua Mungu, kumpenda, kumtumikia ili mwisho tufike kwake juu mbinguni. Leo tuko na mgeni wetu Mwalimu Marieta Kikude Kaole. Tunataka kuzungumzia changamoto mbalimbali ambazo zinatukumba katika maisha yetu ya kila siku. Bado tunajua changamoto ni nyingi na tunapitia mambo mengi, na mengine yanatokana na kuto kujitambua tu. Leo tumekuwa na mgeni wetu katika kipengele ambacho tunasukuma kipindi chetu cha Nuru ya Maisha, walau tuweze kubadilishana mawazo mawili matatu ili kuwasaidia watu waliokutana na changamoto mbalimbali, kuwaondoa katika mikwamo, kuwaondoa katika stresi, tuweze kukamilisha ndoto zetu tukiwa tunaendelea kuishi. Tuko hapa, napenda kumtambulisha mgeni wetu wa leo. Huyu ni Mwalimu Marieta Kikude Kaole. Karibu sana. Karibu sana Marieta. Asante sana ndugu mtangazaji. Nashukuru kwa kunikaribisha katika kipindi hiki cha Nuru ya Maisha. Tukiwa tunazungumzia zaidi changamoto za maisha ya kisasa, yani maisha yetu ya kisasa na imani yetu ya Kanisa Katoliki au imani ya Kikristo. Yamkini inaweza ikagusa hata imani nyinginezo, kwa sababu kipindi hiki ni mtambuka wa maisha ya kila binadamu ambaye yupo chini ya jua. Tunahitaji kupata maisha, ndio maana inaitwa Nuru ya Maisha. Asante sana. Sasa tujiulize, kwa nini tumemchagua mama huyu awe mwalimu wetu? Kwa nini tumemchagua mama huyu awe mwalimu wetu? Kwa nini tumemchagua basi aongee chochote katika kipindi hiki cha Nuru ya Maisha kwa kipengele cha kujitambua? Kwa nini? Yeye walau kwa umri wake, mapito yake na mambo ambayo amekutana nayo, anayo machache ambayo anastahili kuwa mwalimu, ukiacha mbali professional yake ya kusomea. Japo umeniambia ni mfamasia pia. Amepitia mambo mbalimbali. Unajua kwenye maisha tunakutana na watu ambao pengine wewe unaweza kuwa unapitia kwa mara ya kwanza, lakini yeye amepitia mara nyingi. Kwa anayo mambo machache, anayo mambo mengi, anayo mambo ambayo pengine inaweza kutosha kuwa mfano kutuongoza sisi katika maisha. Kwa hiyo ni kuombe uambatane nasi, utufuatilie ili uweze kujifunza yale ambayo tutatafakari kwa leo, ili walau uongeze hatua ambazo zilikuwa zimekwama katika maisha yako na mwisho mkamilifu, na wewe pengine kesho tutakuita kama mwalimu tena wa kuwaelimisha watu wengine. Karibu sana Madam Marieta Kikude Kaole, uongee na watazamaji. Karibu sana. Asante sana. Ya, mimi moja kwa moja na kwenda kujikita kwenye vipengele vya mada ya leo ambayo tumechagua kwamba tuweze kujitambua. Katika kujitambua huko, kama Kanisa Katoliki linavyotueleza katika katekisimu yake kwamba kwa nini umeumbwa, kwa nini uko duniani? Jibu ni rahisi sana, kwamba tupo duniani kwa sababu niweze kufanya nini? Kumjua. Ukishamjua Mwenyezi Mungu utampenda. Na ukishampenda utamtumikia. Na ukimtumikia vyema, mbingu ni ya kwako. Ni lazima ufike mbinguni. Kwa hiyo kuna vipengele hivi vinne. Kuna vipengele hivi vinne ambavyo ili uwe kweli wewe Mkatoliki ama uwe kweli wewe mwanadamu ambaye unahitaji kuiona nuru katika maisha yako, ni lazima umjue Mwenyezi Mungu. Ni lazima umpende Mwenyezi Mungu. Ni lazima umtumikie Mwenyezi Mungu, ndipo utaweza kuenda mbinguni. Sasa katika safari ya maisha kuna changamoto nyingi ambazo hizi changamoto toka unazaliwa, yamkini mimi nimezaliwa mkoa wa Dar es Salaam, japokuwa wazazi wangu ni wazaliwa wa Morogoro. Ningependa nizaliwe kuwa mzungu, labda nikitaka kuwa Mchina ama Mjapani, lakini
kila mmoja hapa amezaliwa bila kuchagua. Yani umezaliwa bila kuchagua wewe ni nani, kwa nini uko hapo, ndio unaanza kuelekezwa sasa. Kumbe basi kuzaliwa kwangu mimi ama kuzaliwa kwako wewe ni kusudi la Mwenyezi Mungu na ni upendo wa Mungu. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya wewe mwanadamu, mimi mwanadamu kuweza kushindwa na changamoto ambazo zinatukabili katika maisha ya kila siku. Kanisa letu Katoliki linakabiliwa kwa sasa hivi na changamoto ya kijamii na kiutamaduni. Kabla hujaenda huko, umesema, nimependa pale unasema wewe umezaliwa wazazi ni wa Morogoro, lakini umezaliwa hapa mkoa wa Dar es Salaam. Pengine ungetamani ungeulizwa kabla hujazaliwa, labda ungezaliwa mkoa mwingine. Kwa hiyo ukasema kwamba si katika matashi yetu. Yes. Manake matashi kwa vyovyote vile kadri ya imani yetu ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo huo mpango wa Mungu ndio unataka kusema kwamba labda ndio unaotusababisha sisi tuwe na ujasiri kwamba tusingetegemea watu wakwame. Si ndicho unachotaka? Kabisa. Okay. Kwa sababu unakusudi na Mwenyezi Mungu amekuchagua ili uweze kama nilivyosema awali kumjua, kwa sababu yeye aliyekuleta hapa ni lazima umjue, na kama unamjua ni lazima utamtumikia. Na ukimtumikia yani utampenda, na ukishampenda utamtumikia, kwa sababu unawajibika kwake. Unawajibika kwake. Alafu yeye ndio muumbaji, yeye ndio, wewe unatoka kwenye mikono yake. Yani bila yeye au bila ya Mungu hapa kusinge kuwepo na chochote. Kwa hiyo Mungu ndio muumbaji. Kwa hiyo hatuna budi tumjue. Wengi tunafeli kwa sababu hatumjui Mwenyezi Mungu na hatujui kusudi letu hapa duniani, na hatumjui huyu Mungu kwa nini amekufanya wewe uzaliwe katika familia ya Kimakonde badala ya Kimakua, au ya Kiafrika badala ya Kimarekani, au Tanzania badala ya bara la Asia au kokote pale. Kumbe basi mimi uwepo wangu ni mapenzi yake Mungu. Yani kuzaliwa kwangu mimi, nikishajua hilo sitakaa nipinge chochote kile ambacho Mungu ananipangia katika maisha. Naweza nikapita changamoto ya utoto. Kwa mfano nimefurahi mtangazaji hapa amesema kwamba kutokana na umri wangu nimepitia changamoto nyingi, na ameona kwamba waje kunihoji katika hii nuru ya maisha kwa jinsi ambavyo ananifahamu kwa muda mfupi sana, sio kwamba ananifahamu sana. Ni kweli mimi naweza nikasema kwamba nilizaliwa katika familia ambayo ni nusu yatima, nusu wazazi. Kwa sababu nilikuta tayari baba yangu amefariki, simfahamu. Lakini mama yangu wakati nakuwa alikuwa tayari ameshafunga ndoa nyingine. Kwa katika changamoto hizo za ukuaji nikajikuta kwamba siwezi kukaa na mama, siwezi kukaa na baba kwa sababu baba amefariki, na jamii ipo katika hali ya kuweza kipindi kile kutambua kwamba yule ni mtoto wa nani, lakini niko katika ukoo mwingine wa kabila lingine. Kwa hiyo hizo changamoto zilinipelekea mimi kuweza kukomaa zaidi, kuweza kutambua kwamba raha kuita jina la baba. Na ukimuita baba wa mwenzako baba unajisikiaje? Ukimuita mama wakati mama pale hayupo, uko labda na masista, inakuwaje? Kwa hiyo katika ukomavu huo ukanifanya leo niwe jasiri hivi nilivyo. Na ndio maana napenda sana kuelekeza watoto, vijana, share kile ambacho nilichokuwa nacho. Ukiamini kuna wengine wanaweza kuwa hicho kimewadhoofisha, na wala wasingeweza kusimama, kwa sababu anajiona kwamba tayari nimeachwa, tayari familia masikini, tayari sina mtu wa kuweza kuniongoza mbele yangu, kwa sababu mimi ni first born pia. Kwa hiyo ni first born ambaye ni last born kwa baba, lakini first born kwa mama, manake na wadogo zangu pia wengine. Lakini
Mungu aliniwezesha kutambua haya ni neema, kwamba sasa mimi nimezaliwa nina kusudi katika jamii hii, nina kusudi na kusudi lazima litimie. Ndio kumjua Mungu sasa. Ambako nafikiri katika mada zako za leo utakazozungumza, hawa watazamaji, wasikilizaji wetu wapenzi wa Mbugi TV watakutana na ile sababu ya au upana wa neno kumjua Mungu. Kwamba kama nimezaliwa Afrika, basi mila na desturi zangu nizipende, si ndio? Ndicho unachotaka kusema, nizipende. Njema Kanisa Katoliki linasema zienziwe. Kama niko katika mazingira fulani, labda nimezaliwa kijijini au malezi ya familia fulani, ni yaenzi, ni yapende, kwa sababu hiyo ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa Mungu. Na bila kuheshimu baba na mama wa ile familia, wewe si kitu. Wewe ni debe tupu. Maana hujajua mpango wa Mungu. Uko pale, ni lazima utii mamlaka iliyokuweka pale. Tii baba, tii mama wa ile familia, ili wewe kuweze kusonga mbele. Na kama nimezaliwa wa kiume pia ni mpango wa Mungu. Nisitamani kuwa mwanamke. Kama ulikuwa mwanamke ni mpango wa Mungu. Basi hebu tupitishe basi kadiri ya ulivyojiandaa leo tupate hizo mada. Karibu sana. Asante sana. Kwa hiyo mimi kwa leo hii nitajaribu kugusia mambo machache ambayo ni kwangu mimi naona ni changamoto ambazo zinaikabili Kanisa Katoliki au kanisa kwa ujumla, au sisi waamini wa dini zote kwa ujumla. Ya kwanza tunasema ni mabadiliko ya kijamii na kiutamaduni. Kwa ujumla kanisa linajikita katika kushughulikia mabadiliko ya kijamii na kiutamaduni. Linajikita hivyo. Kwa mfano, kanisa katika mtaguso wa pili wa Vatican ambao ulikuwa ni mwaka 1962 mpaka 1965, ambayo huu uliitishwa na Papa Yohane Paulo wa 23 mwaka 62, lakini pia wenyewe uliendelezwa baada ya kifo chake na Papa Paulo wa 6 hadi mwaka 1969. Iligusia swala zima la kufanya marekebisho ndani ya kanisa ili liendane na ulimwengu wa kisasa. Hii ilikuwa ni mojawapo ya kitu ambacho imegusia. Sasa unapofanya mabadiliko ndani ya kanisa ili yaendane na ulimwengu wa kisasa, ina maana kwamba pia kuna mabadiliko ya jamii na kiutamaduni. Ndipo tunapoingia katika swala zima la utamadunisho, kwamba watu sasa badala ya kuendelea kusali kwa Kilatini, kuendelea kusali kwa lugha ile ya awali ya kanisa, sasa kumbe basi kila muamini katika eneo husika aweze kusali kwa lugha yake mwenyewe. Ndipo hapo watu wakaanza kusali kwa Kiswahili, kusali kwa Kiingereza, na mpaka hizi lugha za kuzaliwa. Sasa hivi kuna mpaka Biblia za Kihehe, za Kichaga. Hiyo ni yote katika kumweka Mungu karibu. Ili kila mmoja apate kumjua, aweze kumtambua, ampende na aweze kumtumikia. Kwa sababu bila kumfahamu huyo Mwenyezi Mungu huwezi kusonga mbele. Kwa hiyo haya mabadiliko ya kijamii na kiutamaduni imepelekea pia jamii kujiona kwamba na wenyewe wana kazi katika kuliendeleza kanisa. Ndio masuala ya jumuiya ndogo ndogo, kuna mambo ya kamati tendaji na kamati nyingine katika kanisa, mambo ya kamati ya ujenzi ya kuweza kuisaidia hierarkia ili kuweza kusonga mbele. Vile vile katika swala zima la kiutamaduni, kama nilivyosema, mambo ya utamadunisho, kuna swala zima la lugha nimezungumzia hapo. Kuna swala la mavazi. Sasa hivi unaweza kumkuta Mmasai naye akaenda kanisani kwa mavazi yake, kwa mavazi yake. Cha maana hayo mavazi yawe ya heshima mbele ya kanisa. Kwa hiyo tunaona kabisa sasa kuna changamoto katika swala hili zima la mavazi. Na wanasema kwamba kuna kitu ambacho kimiko positive, chanya, lakini pia kuna upande mwingine ni negative. Kuna
anakuja kwa mfano pale kanisa ambalo liko mjini, anakuja mtu kutoka amezaliwa USA, yeye amezoea kuvaa suruali kanisani, amezoea kuvaa kutokana na utamaduni wake, lakini anapotoka pale anakuja kwenye kanisa lingine ambalo liko pembezoni kidogo la mji, yule mtu anakuwa katika mavazi yale aliyoyazoea kule mjini. Jamii ya pale inakuwa inamshangaa kidogo kwamba imekuwaje huyo anaingia na suruali kanisani, mbona ameingia na nguo fupi kanisani au kaptula. Ni sawa huko ulipokuwepo India, ulikuwepo Marekani au hapa mjini, unaweza ukavaa hivyo kwa sababu jamii ya pale inakubali na inakubalika kile ambacho umekipasa. Haioni tatizo, ndio desturi yenu. Lakini sasa linapokuja swala natoka hapa na kwenda pembezoni, ni lazima usome mazingira ya pale, ni lazima ubadilike ili uendane na ile jamii ya pale. Wakwaza watu. Makwazo mengi yanatokana na sisi kuto kujitambua. Ndio swala zima lile kama aliyosema mtangazaji mwanzoni. Jamii hapa katika Nuru ya Maisha ni kujitambua. Kujitambua wewe ni nani, kwa nini umezaliwa, kwa nini uko hapo, na unafanya nini hapo kwa wakati huo. Kwa hiyo ukiwakuta watu wanatembea peku kwenye msiba, na wewe vua viatu, tembea peku, kwa sababu kanisa limesema kwamba katika mabadiliko ya kijamii na kiutamaduni, ili wewe usiwe kwazo katika kumuingizia mtu mwingine imani, kuweza kufanya tafakuri zake, kuweza kupokea, ni lazima kuangalia jamii ile inayokuzunguka ikoje na wewe ukoje. Kwa hiyo hapo mimi kwangu naona kwamba kuna changamoto kidogo kwetu sisi kujitambua. Kujitambua yamkini ni hapa mjini, lakini kwenye parokia yangu mimi nikivaa singlendi watu watanishangaa, tofauti na nikienda kanisa lingine. Kwa hiyo basi badilika. Nafikiri nikukatishe, sidhani tuliweke kama kwenye parokia yako tu mila na desturi za kanisa Katoliki. Nadhani kwa hapa Afrika ni kama wanaongea lugha moja. Wanaongea lugha moja, kile ambacho hakipaswi kutendeka hapa tunategemea kisitendeke pia hata mkoa mwingine na sehemu nyingine. Ni Afrika yote kwa zile mila na desturi na ambazo tangu tunaanza tukiwa wadogo tunafundishwa. Kwa tusingetegemea maana yake mtu aende tofauti na jinsi kama kanisa kabisa. Changamoto ya pili ambayo kwa maisha ya kisasa, tunazungumzia maisha ya kisasa, kanisa linakabiliwa na mashambulizi ya kijinsia. Nikisema mashambulizi ya kijinsia, sisi toka tunazaliwa au toka Mungu anaumba dunia, ulimwengu, katika maandiko matakatifu, tukiangalia kuanzia Mwanzo, aliumba mtu mume ambaye ni Adamu, na kisha alipompa usingizi mzito, alipotoa ubavu wake akatokea mwanamke ambaye ni jinsia ya kike. Kwa hiyo tangu awali tuna jinsia mbili, ya kike na kiume. Sawa. Tunasema nukta kwa Kiingereza full stop. Hakuna cha ziada. Hakuna cha ziada. Hakuunda jinsia nyingine tofauti na hizi mbili. Japokuwa awali nilijitambulisha kwamba mimi pia ni mtu wa kada ya afya, ni mfamasia. Tunasema kwamba kuna yale mabadiliko ya kibiolojia ambayo mtu anazaliwa nayo. Ni asilimia chache sana ya mtu ambaye anaweza akazaliwa asijitambue kwamba ni mke au ni mume katika physical, yani katika maumbile yake ya kimwili. Lakini anapokwenda kufanyiwa uchunguzi, ni lazima upande mmoja utaonekana umezidi kwa asilimia fulani. Katika ili sasa kusema labda ni wa kiume au alikuwa anaelekea huko au ni wa kike. Sawa. Kwa huyo mtu ni lazima ajitambue kwamba sasa yeye ni mwanamke avae mavazi ya kike au ni mwanamume avae mavazi ya kiume. Japokuwa katika mwili inawezekana hata wazazi wanapata sitofahamu fulani hivi
kwamba huyu ni mke ama ni mme. Kwa hiyo ni washauri kama kuna changamoto ya namna hiyo, mpeleke mtoto hospitali kubwa, atachukuliwa vipimo, atapimwa zile jeans, atajulikana kwamba yeye ni wa kike ama ni wa kiume. Kwa hivyo kuanzia wakati usilazimishe kwamba kwa sababu labda ulikuwa unatamani mtoto wa kiume basi ukasema huyu sasa ni mwanamume, ukaanza kumvalisha mavazi ya kiume. Baadaye anapofikia muda wa kupevuka akarudi katika uke, yani ke, ikaja kumchanganya huyo kijana ambaye alikuwa anavaa suruali na shati. Sasa maumbile yake yanajionyesha wazi, yeye tena si wa kuvaa suruali na shati kwa sababu amepevuka kwa upande mwingine. Kwa swala msingi ni ushauri wa kidaktari zaidi. Lakini katika uumbaji tunafahamu ni ke na me basi. Haya mengine yote yanatokea pia, tunaweza kusema kutokana na hizi biological changes, kutokana labda na vyakula, kutokana na sisi binadamu wakati mwingine tunakengeuka, tuna test vitu vingi sana. Tunakula mambo mengi sana. Matokeo yake Mungu naye anataka kujitakatifuza pale, kuona kwamba mimi ni mtukufu zaidi. Akajionyesha katikati yetu kwamba hili liko A na B. Sasa tuone binadamu atafanya nini katika hili. Na ndio maana katika kila sekta Mungu ameiweka kwamba kuna walimu, kuna madaktari, kuna wauguzi, kuna malecturer, na kila huduma ni Mungu ameipiga tiki na amewapa watu akili ya kuweza kufanya ung'amuzi, na mang'amuzi hayo yasimkufuru Mwenyezi Mungu. Cha maana ibaki katika swala lile lile la uumbaji kwamba ameumba ke na ameumba me, na tumjue kwamba yeye kwamba ndio kila kitu kwetu. Amefanya hili kwa sababu gani? Amefanya hili kwa sababu yeye. Na sijifanye kwamba tuko wanasayansi zaidi tukaenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Ndipo hapo machukizo yanapozidi kuongezeka. Sasa hapo sasa hebu padadavue vizuri. Kwa nini unaita changamoto za kijinsia? Kumetokea nini kanisani? Changamoto hizi za kijinsia kwa sababu sasa hivi kwa kweli tuko katika mitandao ya kijamii tunaiona. Sawa. Kuna mabinti ambao wanataka kuvaa kama wanaume. Na unaweza ukapita njiani ukajiuliza, hivi ni mwanamke au ni mwanaume? Kuanzia alivyonyoa, anavyotembea, alivyovaa, labda aongee, na wengine wanadiriki mpaka kuiga sauti ya kibabe fulani. Hilo ni shambulio kwa kanisa. Kuna wa kiume ambao anatamani aonekane kama mwanamke. Anasuka, ameweka hereni, na kwa sababu siku hizi wote wanawake na wanaume tunavaa suruali, naye amevaa suruali yake, lakini amevaa suruali ya design ya kike, mafuta ya amepaka losheni, unashindwa kumtambua kwamba huyo ni mwanamke. Samani kidogo, losheni zinazoilika au unamaanisha losheni za kuna zile lotion ambazo zinakufanya mwanaume uwe soft, kwa sababu mwanaume kwa kuumba umeumbwa katika masculine. Tunasema kwamba ni lazima uwe strong, sura ngumu ili uweze kufanya kazi. Sifanya kazi na asili. Ni ipo imewekwa hivyo. Hatujasema kwamba msiwe watanashati, lakini isiwe ile too much kiasi cha kwamba mpaka yani mtu anajiuliza hivi yule mtoto wa kike au kiume? Au yule mtoto siku hizi ni kijana yule ametoka nyumba gani? Ndio yule ambaye alikuwa hapa tumekaa naye utoto mtakatifu amefanya mafundisho hapa, mbona alikuwa kama mwanamke? Kwa hiyo ni shambulio kwa kweli kwa kanisa na kwa dunia, kwa jamii yetu. Na pia nikisema pia shambulio pia la kijinsia, tunakuja katika sisi kina mama ambao tunaoshika ujauzito, tunabeba watoto katika tumbo. Sisi Mungu ametubariki, ametuheshimisha, ametuheshimu sana. Hakuna kiumbe ambacho kilichoheshimika duniani kama mwanamke, kwa sababu ametuhusisha na kazi yake ya uumbaji. Hakuna kiumbe ambacho kinatoka hivi hivi baada ya ile uumbaji wa kwanza bila kupita kwenye tumbo la mwanamke.
Sasa tunapopata ujauzito kuna ile hali ya kusema nataka mtoto wa kiume. Tunakwenda kuangalia mtoto ni wa kike ama ni wa kiume. Akiwa wa kike mimi simtaki. Na wengine tumefikia hatua mpaka ya kutoa mimba, kufanya abortion, kitu ambacho tunageuza tumbo kuwa machinjio. Tumbo ambalo Mungu amelibariki kuwa sehemu ya raha na amani kwa mtoto. Akawekewa na maji yake, akawa naogelea kama samaki kwa furaha. Akipata chakula chake na sauti monono, akisikia sauti nyororo kabisa ya baba au mama katika hayo maji. Leo hii tunadiriki kuweka vizibiti mimba ama kutoa mimba kwa sababu tu kwamba sitaki jinsia hii. Hilo ni shambulio. Ni shambulio. Na pia siku hizi hatutaki kuzaa kwa uchungu. Hatutaki kuzaa kwa uchungu. Nakaribia tarehe zimefika, naenda leba, nataka siza. Shida ni nini? Hatutaki kuwa Maria, hatutaki kuwa Bikira Maria. Hivi kuna muda watu wanazitaka wenyewe? Yeah. Okay. Anapima, anaona hii wiki hizi zinakaribia, mtoto uzito wake unafaa, mapigo ya moyo yako vizuri. Kwani siku ngapi ambayo zimebaki kwa ajili ya kufanya kujifungua? Imebaki wiki moja. Bwana wewe, mimi naomba nifanyie. Unasemaje hapo? Maana yake ni kwamba anaingilia mpango wa Mungu. Okay. Operation zipo. Ndio maana nimesema kila mtu ameumbwa au kila kada imeumbwa pia na Mwenyezi Mungu kusaidia jamii pale inapotokea changamoto. Lakini si ya kuomba. Yaani sisi kwa lugha zetu tunasema unamtolea mtoto dirishani badala ya mlangoni. Inaweza kuathiri chochote kiimani? Kisaikolojia, wewe mama, upendo kwa ule mtoto unapungua. Kwa sababu kama uchungu hujaufeel ule uchungu, acha ufeel uchungu ili ishindikane madaktari wafanye maamuzi. Lakini ule uchungu hujausikia, unakwenda moja kwa moja kwenye operation. Huyo mtoto ni kama vile umekwenda kupasua jipu, ukakamua, ukatoa ule uchungu. Yaani kuna watu ambao wana watoto hata 5 au 6. Kama wapo. Japokuwa najua watu siku hizi wanaishia wa pili wa tatu. Lakini hajawahi kupata ule uchungu. Yaani utaona hata katika malezi yake mtoto wake ni wa kumbwaga tu, akiwacha na usigeli akiwa mzuri sawa, akifanya ni sawa. Akitoka akikata siku 3 siku 4 nje, yule mtoto ni mdogo, yeye ana shida, fanya nini? Kama vile nataka kukuelewa kwamba inawezekana kumbe tunafikiri ni kwa nini watoto fulani wameachwa hivyo, na pengine sio kwamba wazazi hawapo tu, au pengine kaharibikiwa malezi fulani ni kwa sababu ya ule uchungu kwa mzazi haupo. Nimekuuliza kama sikujua kama kuna athari yoyote inaweza kutokea kama mtu amekatisha na kukwepa zile siku za uchungu. Kwa mpango wa Mungu tusivuruge. Ilikuwa ni mtu apitie hatua zile ili basi ule upendo uwepo kwa mtoto na basi mpango wa Mungu endelee kukaa kama ulivyokusudiwa. Madaktari wenyewe wakwambie huwezi kujifungua kawaida. Kwa ajili ya 1, 2, 3. Okay. Hiyo inakubalika. Sawa, sasa bado tuko kwenye changamoto. Ni papana, hata mimi nakubaliana na wewe hizi changamoto za kijinsia. Umesema kanisa kama linashambuliwa na dunia inashambuliwa. Sijui kama mifano imetosha ili watu waweze kuelewa, alafu baadaye ipo mingi. Mifano ipo mingi. Kwa sababu mpaka nadhani miaka hii ya karibuni na hata sasa unakuta baadhi tunachukua katika Ukristo katika mapana yake. Sitataja dhehebu, lakini linaruhusu ndoa za jinsia moja. Au linaruhusu baba kuwa mama. Na yani ile me ile kuwa ke na ke kuwa me. Hilo ni shambulio. Ni shambulio. Kwa sababu kama sisi wenyewe wa Kristo ambao ndio tunamfuata Kristo,
Yeye aliyekuwa Alfa na Omega, aliyekuwa mwanzo na mwisho, na ni mkombozi wetu sisi. Tunadiriki kubadilisha. Unajua huu mwili ni hekalu. Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na Mungu mwenyewe alisema, na sasa tuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu, yani katika ule wao, katika Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa mimi nilifanana na Mungu ambaye ameniumba hivi nilivyo. Nataka kuondoa. Mungu alituumba kwa mfano wa sura yake, kufanana na Mungu. Huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu alikuwepo wakati Mungu anatuumba. Unasema tumuumbe sasa binadamu kwa sura na mfano wetu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu pamoja pale. Sasa leo hii ninapodiriki kubadilisha kile alichoniumba mimi katika jinsia yangu Marieta, ambaye ni mwanamke, ambaye ni mama, Mungu alitaka nifanane naye kwa jinsi hiyo. Kwa hiyo ninapomchallenge, naposema kwamba jaribu kubishana na Mungu, naingilia ule uhuru wa Mungu, na mimi kujifanya kama Mungu kadogo, kwa sababu kumbe na mimi naweza nikajitengeneza kwa sura na mfano naohitaji mimi. Kwa kama kuna mambo Mungu alikuwa ameyaratibu niyapate kulingana na mfumo alioniandalia, na kuwa nina interact, anasema kwamba ninakwenda kinyume naye. Kwa hiyo hilo ni shambulio. Ni shambulio. Shambulio lingine ambalo naona kwamba ni changamoto. Hii changamoto ni kubwa sana, kubwa sana kiasi cha kwamba kuna mpaka mitaala watu wanafundishwa kwamba usiandike jinsia yako kama ke, kama ni me, wewe andika jinsia unayojisikia wewe. Ipo katika nchi za wenzetu walioendelea. Mtoto toka mdogo anajua kabisa yeye ni mwanamke, lakini wazazi na nchi au serikali inamwacha huru kwamba utakapofika shuleni au utakapokwenda katika lesson, nataka kitambulisho chako cha taifa au nini, chagua jinsia unayotaka. Kwa hiyo mimi ni John, lakini nitasema mimi ni female, ni ke, kwa sababu ndio ninayotaka. Kwa hiyo nikitoka hapo ninakwenda kufanya mambo ya transgender sasa, kubadilisha kutoka kwenye John kwa Joyce. Na kuna manufaa yanatokea kadiri ya maisha. Yaani ni nchi zimeruhusu hivyo mambo ya transgender. Kwamba mtoto usimlazimishe jinsia yake, achague mwenyewe anapopata ufahamu. Kuna pia changamoto ya mabadiliko ya teknolojia. Haya yote tunayoongea japokuwa ni ya kiteknolojia, lakini teknolojia yenyewe sana sana sisi hapa sasa hivi mimi ninayoizungumzia ni kuhusiana na matumizi ya vyombo vya mawasiliano. Leo hii tuko kwenye kipindi cha samani Marieta. Hapo kwenye jinsia umemaliza? Kwenye jinsia kwa mifano yangu na maswali kidogo. Kwa sababu tunachotakiwa kukiangalia hapa, tunatakiwa kuangalia madhara ili huyu mtu hatimaye asiendelee kuona hicho ni sahihi. Ni kuwaokoa wale ambao hawajaanza. Sawa. Kwa kuwa tumeshasema kwamba kanisa limeshambuliwa, jamii imeshambuliwa, dunia imeshambuliwa. Na kama imeshambuliwa, tunafanya vipindi hivi kuwaokoa wale ambao bado sasa hawajaathirika, au wengine basi kama wameanza waone wanaelekea kwenye madhara kwa sababu wameingilia mpango wa Mungu. Nilitaka kusema nini sasa hatima ya huyu kijana ambaye ni wa kiume anajaribu kuishi kama kijana wa kike? Madhara yake ambayo atayapata baadaye ni nini? Mtu ambaye jamii ilitegemea atakuja kuwa baba, labda pengine ilitegemea labda atakuja kuwa na vyote vile, labda kiongozi, kwa maana ya katika mazingira ya mtu tunayemtegemea ingekuwa jinsia ya kiume, sasa anajiunda kuwa jinsia. Ni madhara gani sasa yale hatalisha ambayo kanisa litayapata hasara juu ya huyu mtu? Hatima yao ni nini? Kwanza hasara inaanza kwake yeye mwenyewe.
Tunaposema hasara, kwanza inaanza kwake yeye mwenyewe. Kwanza hata kubalika katika jamii. Labda jamii ambayo haimfahamu. Lakini katika jamii ambayo inamfahamu kabisa, huyu ni mtoto alizaliwa hapa, ni mtoto wa kiume na amesoma pale, tunamjua. Kwanza hata kubalika. Kwa hiyo yeye mwenyewe atakuwepo ni mtu wa kutengwa na kujitenga. Hiyo ni athari kubwa sana, kwa sababu utashindwa pa kukimbilia. Pili, swala lake alilolifanya ni la kibinafsi. Kwanza alikubaliki na Mungu, na pia alikubaliki na wazazi na jamii. Anakosa baraka. Unashindwa kumheshimu baba na mama. Ile amri ya 4 umeivunja, kwa sababu huyu baba ambaye alikupokea, maana tunasema watoto ni zawadi, aliamua kukupokea kwa jinsi yako, kama ambavyo Mungu alimzawadia. Mama huyu alikubali kukubeba wewe tumboni mimba miezi 9, akiona kabisa kwamba ninapokea zawadi na hili tunda ambalo Mungu aliniambia kwamba tumbo langu nitazaa kwa uchungu. Amekuja amekuzaa kijana, amekuja amekulea kwa nguvu zote. Jamii inayokuzunguka pia imekuhudumia, serikali imekuhudumia, mpaka unafikia hatua fulani unabadili mpango wa Mungu. Maana pia umemkufuru Mungu na umewadharau wazazi, wewe huna baraka. Tunasema kwamba ni mtoto ambaye umelaaniwa. Na hii laana ina sababu, maana tunasema kwamba laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Lakini laana hii ina sababu. Laana hii ina sababu kwa sababu wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa kile ulichokuwa ndicho kile Mungu alitaka uwe hivyo. Kama alitamani uwe mwanamke au uwe mwanaume, kwa wewe ni jinsia ya kike, angekuumba vile. Kwa hiyo kulikuwa na kusudi lake. Yamkini alikopo amekuweka kwenye mikono salama ili uje kuwa padri. Wale waumini ambao walitaka kupata umilia yako, umewakosa, hawataipata. Labda ulitaka kuwa kwenye mikono salama, uwe baba na uwe baba bora. Umeikosa hiyo baraka na umewakosesha wale ambao walitakiwa kutoka kwenye viuno vyako kuja kuishi katika hii dunia. Kwa hiyo kwa kweli si jambo jema, si jambo jema. Na pia katika jamii sisi si utamaduni wetu huo. Ni unakuwa kama kichekesho ama kituko. Yaani unakuwa watu ukipita lazima utanyoshewa vidole. Yule ni vipi? Japokuwa wana baa zao, wana maeneo yao wanayokaa, hiyo tunasema kwamba wanajizima data. Yaani wanajipa ile raha ambayo kwa kweli sidhani kama kuna raha ama kuna furaha ya kuamua kuwa katika kundi la namna hiyo. Kwa kweli niwaase vijana tuache kabisa hiyo. Na niase pia jamii, kwa sababu si wote ambao wanajikuta tu wamekuwa katika hali hiyo kwamba wamependa wao wenyewe. Wengine ni jamii inawatengeneza. Jamii inawatengeneza hasa katika kuwapeleka watoto shuleni katika umri mdogo. Unakuta shule nyingi hazina uangalizi, kwa sababu kama mimi tu mama labda watoto 5 nashindwa kuwahudumia asubuhi, kujua fulani upo umeamka saa ngapi, umefanya nini, kuliko mwalimu mmoja wa darasa anayewahudumia wanafunzi 120. Hawezi kujua kwa muda ule kwamba fulani na fulani wako sehemu gani. Kwa hiyo angalau mtoto asogee kidogo na ajitambue. Na kingine zaidi ni sisi wazazi na walezi au katika mashule pia kuwapa elimu ya Mungu, elimu ya dunia, elimu ya hii mitandao ya kijamii, ili hata mtoto anapokutana nacho anakuwa na ujasiri wa kuweza kukimbia. Marieta, kukatisha mwalimu. Nilikuwa nataka kwenda huko, naona walau tumejibu moja kwamba inawezekana ni mazingira ya shuleni. Nilikuwa nataka kwenda huko. Tumezungumza madhara ni ya hatari sana, na najua umezungumza kwa uchache. Na kwa ufupi tu ni kwamba huyu baba au kijana
ambaye anajaribu kuishi kama mwanamke anajibadilisha, tunakosa watoto kwake, tunakosa ule ujasiri wa mtoto ile wa kiume aliyezaliwa. Kwa ni hasara kwa vyovyote vile. Kwa nikataka kuja sasa kwenye swali, nashukuru nimeshaanza kulijibu, labda kama utaongezea tu. Nini kinapelekea hawa vijana wanakuwa wanatamani au wanajikuta wameangukia? Wale umesema mazingira ya shuleni, nikakumbuka pia, sijui kama ni kweli utanisaidia wakati tunaendelea kujibu, kuna michakato ya maisha ya siku hizi inasababisha baba hatukutani na watoto wetu, hasa ule wakati umri wa kupevuka ule, au mama hakutani pia pengine na watoto wake katika umri wa ubinti wake, pengine kujaribu kufundishwa, kwa sababu mwalimu namba moja kabla ya mwalimu mwingine yoyote ni mzazi. Na mtoto angetamani kusikia chochote kutoka kwa baba yake, kwa sababu huyo ndiye ambaye ameanza naye akiwa mdogo. Sasa wazazi wengi wana michakato mingi, biashara, makazini huko, sijui unasemaje, tunafanyaje? Tunafanyaje? Maana hii hali ipo hivyo. Nuru ya maisha. Nuru ya maisha. Nuru ya maisha. Na ndio kipindi chetu Nuru ya Maisha. Ndugu mtangazaji, yani tunasema kama upele sasa umepata mkunaji. Yani umeongea kitu ambacho kwa kweli kinagusa moja kwa moja jamii, na hasa sisi wazazi. Tumekuwa tuko bize sana. Sisi kina mama tumejisahau kuwa kina Maria. Yani tumejisahau kwamba sisi daima ni watu wa kukaa na kulea familia. Na wakina baba pia na wenyewe wamejisahau kuwa kina Josefu, na wakamsahau kwamba huyu Maria anatakiwa afanye huduma katika kuhudumia familia, wakati yeye akiwa ni mhangaikaji na ni mtafutaji. Na yote haya nitakuja kugusia kwenye changamoto nyingine huku chini, kwamba ni swala zima la kimapato, kwamba baba anatafuta, mama anatafuta, ni tofauti na asili ambavyo ilivyokuwa. Tuko katika masuala zima ya mambo ya nini, ya haki za wanawake, haki za watoto. Tunasahau majukumu yetu ya msingi. Kuna familia ambazo zinakubaliana. Unajua toka mwanzo wakati unampomchumbia mwenzako, kama nilivyosema, kama unajitambua kwamba unamchumbia mwenzako ili awe mkeo wa ndoa, umefuata nini kwake? Na wewe mwanamke unachumbiwa, umemkubali huyo mwanamume kuolewa, umefuata nini kwake? Kama mimi ninaoa kwa ajili ya kuona huyu binti ni piskari, au labda ni jembe ambalo hata nikikosa kuna muda nitaweza kupata, au ni mtu ambaye anakubalika na jamii, labda ni mtu ambaye ana elimu yake, ile sio kusudi la Mungu. Kwa sababu unamchukua, unaambiwa kwamba unamchukua mwenzako awe katika mwili wako, yani uni wewe mwenyewe pale unajichukua. Na hali kadhalika na mama, unaolewa ili iweje? Kwamba ni fashion na mimi nimeondoa nuksi, ninahitaji tena, unapanga kabisa, nikiolewa mimi nataka niolewe na mwanamume mrefu kidogo, mweupe, HB fulani, alafu ninazaa watoto wawili tu ama watatu. Umesahau mpango wa Mungu, kwamba yeye ametengeneza kuwa mwanamke umsaidia katika uumbaji, na kwa sababu ni zawadi, kwa sababu unamsaidia Mungu, kwako kupata mtoto ama kuto kupata mtoto inamtegemea Mungu mwenyewe. Alikadhalika kwa baba, kupata mtoto ama kuto kupata mtoto inategemea Mungu mwenyewe. Lakini sasa watoto wale ndio tumewapata, ndio tunao sasa nyumbani. Linakuja swala zima sasa la nini, la uchumi.
Unakuta swala zima la uchumi, baba amestopishwa kazi, au kwa bahati mbaya baba ameugua, au kwa bahati mbaya baba amefariki. Imebaki nguvu ya mama peke yake. Mama inabidi ahangaike usiku na mchana, watoto wanakosa wa kumwangalia. Na jamii kwa sasa hivi haijali. Zamani ilikuwepo mtoto ni wa wote. Watu wanajua kabisa yule mtoto ni wa mjane fulani, kwa sababu baba hayupo, wale watoto wanaharibika, wanakengeuka. Wale wanaume wa pale wanawasimamia kwa viboko na bakora, na wanadiriki hata kumchukua kumleta mbele ya mama yake, mwanao 1 2 3 anatuvunjia heshima sisi ukoo wa fulani, au anatuvunjia heshima sisi jumuiya fulani. Lakini siku hizi utamshika mtoto wa nani? Ngumu. Kwa swala zima hapo la kiuchumi, kuna swala zima la kiushirikina. Maana siku hizi kila mmoja anataka kuonekana ana pesa, ziwe halali zisiwe halali. Kuna watu ambao wanadiriki kuwaingilia watoto wao kinyume na maumbile, au wanaingilia kabisa kawaida. Kuna extended family, na nafasi zetu za kuwaweka nyumbani ni ndogo. Na watoto bado wadogo, unamweka pale mjomba, wanakaa nyumba moja, chumba kimoja. Sisemi kama tusikaribishe wageni, lakini tuwe makini sana na kuwaelewesha watoto wetu, na ikiwezekana kila wakati kuingia katika hiko chumba kufanya usafi na kutathmini nini kinaendelea kama mama, kuwaweka karibu watoto wetu. Ndio huo ubizi ambao tunaousema kwamba tunashindwa hata muda wa kuweza kuongea na watoto wetu. Na niwaambie tu kitu kimoja, sisi kina mama tunaposhindwa kukaa karibu na watoto wetu, ndipo pale ambapo wanatafuta walimu wengine. Na wale walimu ambao nje yetu sisi wazazi, huwa wanakuwa ni wabaya, si wazuri. Na niwaambie tu kijana, wewe unayesikiliza hii mada, hakuna mtu duniani anayekupenda kama baba yako na mama yako. Unapotoka nje ya baba yako, nje ya mama yako, tegemea unakwenda kupanda uharibifu. Yamkini labda hawa mama wa sasa hivi ndio tunasema si kuzaa kwa uchungu au nini, lakini ndani ya nafsi yangu kwa kweli hakuna mama anayekubali mtoto wake haribikiwe, au baba anayekubali mtoto wake haribikiwe. Kama kweli ni baba kweli, responsible father, ambaye ni baba kweli, ambaye amekubali kuchukua majukumu na kulea wale watoto, na mama kweli ambaye alipitia hatua zote. Kinyume chake ndio pale ninaposema nimeingiza neno ushirikina, kwa sababu tumemweka nyuma Mungu. Ndio pale tunasema kwamba tumeshindwa kumjua. Tunarudi pale pale kwamba kwa nini uko duniani? Tumeshindwa kumjua. Kwa hiyo tunaposhindwa kumjua, manake tunaondokana na ile misingi ile minne ambayo nilioisema toka awali. Kwamba tumezaliwa ili umeumbwa ili iweje? Umjue Mungu, umpende, umtumikie, ufike mbinguni. Kwa hiyo unaporuka hatua mojawapo, wewe hujitambui. Utaambiwa leo nenda kalale na mtoto wako, utalala naye, utapata utajiri. Leo hii utafuta binti yoyote bikira mdogo ambaye hajafikisha miaka 5 au hajafikisha miaka 6, utatafuta. Ndio hao sasa tunaowatengeneza sisi kwenye jamii yetu, wanakwenda shuleni wakiwa tayari wameshaharibikiwa, alafu tunanyoshea vidole shule. Na mtoto anaweza kuja kuwa na dharau pia na kutokuthamini watu wazima, kwa sababu yeye ni binti bado, na pengine aliyemwingilia ni mtu wa makamu aliyestahili kuwa baba yake. Kwa unakuta mbali na ule uharibifu ulioufanya kwa lile tendo, kisaikolojia umembomoa pakubwa sana kabisa, na anakuwa amepoteza imani. Tunasema watoto siku hizi hawana heshima. Lakini chimbuko ni sisi jamii, wazazi.
Sawa, ni turudi kanisani hasa kwa kanisa Katoliki, pengine na makanisa mengine yoyote au maeneo yoyote ambayo yanamtangaza Mungu, ili kuokoa hili jambo na kwa sababu tunaamini makanisa au tunaamini neno la Mungu ndio sehemu pekee ambayo inajali afya ya roho na maana ya kiimani. Na siku hizi nakumbuka mimi zamani tulikuwa tuna kitu kinaitwa Sunday School ambapo muda mwingi mambo mengi ya kimaadili tumeyapata kanisani kupitia makatekista, tumeyapata kanisani kupitia mapadre, tumeyapata kanisani kupitia masista. Sina uhakika sana kama parokia nyingi au vituo vya sala vingi au makanisa mengine basi yanazingatia sana hili swala. Itakuwa sahihi sana na muda mwafaka sana kwamba kwa hali inavyoendelea sasa hivi basi makanisa yahuishe hii hali. Ndugu mtangazaji, ni kweli kabisa. Kwa sasa hivi baada ya huu mwaka wa jubilei, tuseme ndani ya mwaka wa jubilei 2025 kulikuwepo na jubilei za aina tofauti tofauti kutokana na kada mbalimbali. Kwa mfano jubilei za madaktari na wauguzi, yani kada ya afya, jubilei za walimu. Sasa nijikite katika jubilei ya walimu. Huu mwaka wa jubilei walimu kama walimu sasa wa Katoliki tumeweza kukutana kwa wingi, especially kwa hili jimbo la Dar es Salaam, na mlezi wetu askofu msaidizi Henry Mchamungu ameweka mikakati mikubwa sana kwa kuweza kusaidia hili jambo la kutoa elimu kuanzia chini chekechea kwenda mpaka juu. Sasa ni imani yangu kubwa hata kwa sauti hii ambayo inasikika katika Nuru ya Maisha, hiki kitu kama wewe ni mwalimu au unauiwa kuwa katekista nzuri, sasa ni kipindi cha kuweza kuponya dunia na kuponya jamii. Twende sambamba na viongozi wetu wa walimu wa Katoliki, twende sambamba na baba yetu askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Yuda Thaddeus Ruwa'ichi na msaidizi wake Henry Mchamungu katika kuhakikisha walimu wote tunakutana katika jumuiya, kanda, parokia, kuweza kuandaa mikakati ya kuweza kufundishana yale mambo ambayo tulikuwa tunafundishwa zamani Sunday schools kwa umri tofauti tofauti. Tutembee katika mashule, shule za binafsi, shule za serikali, kuanzia ngazi ya chekechea mpaka vyuo vikuu, ili tuweze kufundisha maisha, kuwafundisha watoto wetu katekesimu ya kanisa Katoliki. Nini mpango wa Mungu? Maadili yale ya watoto wa kike, kwa watoto wetu wa kike wa Katoliki, unatakiwa uwe na rafiki wa imani ipi, wa dini. Sisi tulikuwa tunafundishwa, na ndio maana ilikuwa ni nadra sana mimi kujikuta kwamba nabobea katika urafiki wa mtu ambaye sio imani yangu, kwa sababu toka naanza chekechea nikifika nyumbani nako naambiwa yule sio, huwezi kucheza na rafiki yako yule, hapana, yule usiambatane naye. Lakini kuna mitaala ambayo ipo, hii ni kazi ya maparoko, lakini wanazidiwa, kazi ni nyingi, wanasaidiwa na makatekista ambao nao ni wachache, kazi ni nyingi, walimu wa dini ni wachache. Swala lile la kujitolea katika kutoa elimu ya dini, hasa elimu ya imani yetu Katoliki, kuanzia mtoto anapokuwa kwenye tumbo la mama, mtoto anaongea na baba, mtoto anaongea na mama. Unapokuwa mjamzito ni lazima uende kanisani. Hata kama umepata ujauzito katika njia ambayo si ya kiimani, usiache kwenda kanisani, kwa sababu wewe unachokisikia ndicho anachokipokea. Sawa sawa na unachokula ndicho anachokula yeye.
Unachokiongea wewe yeye ndio anachokipokea. Kwa hiyo usije ukashangaa mtoto ameanza tu kuzungumza, anaongea bonge la tusi, ukashangaa mtoto akatokea wapi. Ndio wewe mwenyewe mama, lugha yako ilikuwa ni matusi. Mtoto amezaliwa tu, akifika kanisani ananyamaza, au ukimwekea tu nyimbo za dini ananyamaza, alikuwa akilia. Kwa nini ananyamaza? Umemfundisha toka akiwa tumboni. Amezaliwa, anakwenda shule ipi? Siku hizi tunaangalia shule za kupeleka watoto kuogelea, shule zenye kupeleka watoto mbuga sigi za wanyama, za kupeleka watoto mpaka nje ya nchi. Tunashindwa kuwapeleka watoto wetu toka kindergarten shule zenye maadili ya kanisa Katoliki. Licha kwamba zimejaa, zipo nyingi. Au yamkini wanapelekwa sawa kwenye hizo shule za kanisa Katoliki, lakini walimu wana imani ya kanisa Katoliki. Unaweza kukuta kwamba labda shule kuna masista sawa, lakini hizo shule nyinginezo unaweza kukuta hata masista ni wachache au hakuna kabisa, lakini jina limeitwa senti fulani. Makatekista wenyewe kufika kutoa ile katekesi kila Ijumaa kwenye vipindi vya dini hawafiki. Watoto wanakaa chini ya mti wanahubiriwa dini nyingine. Watoto wanapotoshwa. Yaani kwa kweli tuna kazi kubwa, na nialike jamii tulione hili na kwa pamoja tunaweza. Tukiamua tunaweza. Asante. Nafikiri kuna jambo kubwa mtazamaji umeweza kulipata, na tumeongea kwa upana sana huu mkwamo huu ambao umetokana na kujitambua, na ukiangalia mwalimu ametuweka kwa upana sana kuhusu athari hii ya kijinsia, lakini katika maelezo yake alikuwa anatukumbusha mpango wa Mungu ulikuwaje. Wapenzi watazamaji wa mitandao yetu ya Mbugi, tunawashukuru kuwa nasi na kutufuatilia mara kwa mara katika maadhimisho mbalimbali ya misa takatifu, lakini na vipindi vyetu mbalimbali. Mmekuwa waaminifu, mmekuwa mkitutia joto ili walau wote kwa pamoja tueneze na kuinjilisha ili Mungu ajulikane mahali pote duniani. This is Mbugi TV. Habari, kazi na sala.